Jambo na habari za mchana, wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info popote pale mlipo. Tunawakaribisha tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya mchana leo kwa tarehe 6 Julai mwaka 2026. Mimi ni Eloge Longa na kukaribisha katika dakika chache zijazo ambako tumekuandalia habari muhimu na zenye uzito kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ukanda wa maziwa makuu pamoja na maeneo mengine. Na katika matangazo yetu ya mchana leo tutakuletea taarifa kuhusu hali ya usalama endelea kuibua wasiwasi katika maeneo mbalimbali ya mashariki mwa DRC. Tutazungumzia mashambulizi yaliyoendelea katika milima ya juu ya Fizi, hali ya Minembwe na kauli za msemaji wa serikali Patrick Muyaya pamoja na ripoti ya Umoja wa Mataifa kuhusu operesheni ya pamoja ya Shujaa dhidi ya waasi wa ADF. Pia tutakufahamisha kuhusu operesheni ya polisi iliyofanyika mjini Lubumbashi, hatua zinazochukuliwa kuimarisha usalama mkoani Turi pamoja na habari nyingine za kisiasa, kiusalama na kijamii zinazogusa maisha ya wananchi. Asanteni sana kwa kuendelea kuamini Kivu News Info kama chanzo chako cha habari za uhakika za kuaminika na zinazokuwasilisha kwa weledi. Mimi ni Eloge Longa, basi tuanze safari kamili ya habari tukiwa pamoja. Hali ya taharuki inaendelea kutawala katika makundi ya Waloya na Yungu na Kisimba aliko katika wilaya ya Walikale mkoani Kivu Kaskazini baada ya wakazi wa maeneo kuripoti kuonekana kwa ndege zisizo na rubani maarufu kama drone ambazo wanadai zinahusishwa na waasi wa muungano wa AFC M23. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na vyanzo mbalimbali vya eneo hilo, ndege hizo zilianza kuonekana angani tangu majira saa 9 usiku kwa mkia Jumapili tarehe 5 Julai. Tangu wakati huo ziliendelea kuruka juu ya maeneo kadhaa, jambo lilosababisha hofu kubwa miongoni mwa wananchi ambao tayari wanaishi katika mazingira ya wasiwasi kutokana na mapigano endelea katika sehemu mbalimbali za Walikale. Katika kundi la Waloya Yungu, mashuhuda wanasema drone hiyo ilionekana ikizunguka juu ya vijiji vya Ngenge, Kailenge na Buhimba. Tukio hilo limejiri siku moja tu baada ya mashambulizi ya mabomu yaliyolenga nafasi zilizoshikiliwa na jeshi la serikali FARDC kwa ushirikiano na wapiganaji wa Zalendo katika maeneo ya Buhimba na Munda yaliko katika kijiji cha Mwitwa. Wakazi wa maeneo wanasema kuwa kuonekana kwa drone hiyo baada ya mashambulizi hayo kumeongeza hofu kwamba huenda kuna maandalizi ya mashambulizi mengine, hasa ikizingatiwa kuwa ndege zisizo na rubani zina uwezo wa kukusanya taarifa za kijeshi na kutambua maeneo ya kimkakati. Kwa upande wa kundi la Kisimba, taarifa zinaeleza kuwa drone hiyo pia ilionekana ikiruka juu ya anga mili wa Mpeti hadi Minjenje. Wananchi wa eneo wanaeleza kuwa wameingiwa na hofu kubwa, kuna wengine wameanza kupunguza shughuli zao za kila siku wakihofia kuzuka kwa mapigano mapya. Kutokana na hiyo, viongozi wa kimila na makundi ya Waloya Yungu na Kisimba wametoa wito kwa vyombo vya usalama kuongeza umakini na kuimarisha ulinzi katika maeneo hayo. Kwa mujibu wa viongozi hao, uwepo wa ndege hizo unaweza kuwa ni sehemu ya operesheni za kufanya upelelezi wa maeneo kabla ya kuanzisha mashambulizi dhidi ya nafasi zinazodhibitiwa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wapiganaji wa Wazalendo. Viongozi wanaeleza kuwa ni muhimu hatua za haraka zichukuliwe ili kulinda usalama wa raia na kuzuia hali ya taharuki isiendelee kuongezeka katika vijiji vinavyokabiliwa na tishio hilo. Wakati huo, wakazi wa Walikale wameendelea kutoa wito kwa mamlaka husika kuimarisha usalama na kuhakikisha wananchi wanalindwa dhidi ya athari za mapigano yanaendelea katika eneo hilo. Hali ya usalama katika sehemu hii ya Kivu Kaskazini inaendelea kuwa tete kwa muda mrefu, huku mapigano mara kwa mara yakiripotiwa kati ya vikosi vya serikali vinavyoungwa mkono na Wazalendo dhidi ya waasi wa AFC M23. Hadi sasa kuna taarifa rasmi kutoka kwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wala mamlaka nyingine za kiusalama zinazothibitisha madai kuhusu shughuli za ndege zisizo na rubani. Hata hivyo, tahadhari inaendelea kuongezeka miongoni mwa wananchi, huku wengi wakisubiri hatua zitazochukuliwa na vyombo vya ulinzi na usalama ili kurejesha utulivu katika eneo hilo. Msimamizi wa wilaya ya Fizi Sami Kalonji Badibanga ameeleza wasiwasi wake kuhusu kuzorota kwa hali ya usalama katika maeneo ya milima ya juu ya mkoa Kivu Kusini, akidai kuwa mashambulizi dhidi ya maeneo yenye raia yamesababisha vifo vya watu wengi pamoja na kuongeza kiwango kikubwa cha mgogoro wa kibinadamu uliokumba eneo hilo. Akizungumza siku ya jana Jumapili, msimamizi huyo alisema kuwa tangu tarehe 18 Juni vijiji kadhaa vya wilaya ya Fizi vimekuwa vikikumbwa na mashambulizi ya mabomu ambayo kwa mujibu wa madai yake yanatekelezwa kwa kutumia ndege zisizo na rubani drone pamoja na ndege za kivita za Rwanda. Alisema mashambulizi hayo yameathiri vibaya maisha ya maelfu ya wananchi ambao tayari walikuwa wamekumbwa na athari za vita. Kwa mujibu wa Sami Kalonji Badibanga, maeneo yalisirika zaidi ni pamoja na Point Zero, Mikenge, Kalingi na Katenge pamoja na vijiji vinazozunguka maeneo hayo. Alisema mashambulizi hayo yameendelea kuwa kwa zaidi ya wiki mbili, huku raia wakiendelea kuishi katika mazingira ya hofu na kutokuwa na uhakika wa usalama wao. Alieleza kuwa idadi hiyo ya vifo imeonyesha uzito wa hali ya kibinadamu katika eneo hilo, huku akisisitiza kuwa wasirika wengi ni raia ambao
wanasirika katika migogoro hiyo. Mbali na kupoteza maisha ya wananchi, Sami Kalonji Badibanga amesema kuwa miundombinu muhimu ya kijamii imeharibiwa vibaya kutokana na mashambulizi hayo. Kwa mujibu wake, makanisa, shule na mashamba ya wananchi pamoja na baadhi ya makazi yameharibiwa, hali inayozidi kuweka wakazi katika mazingira magumu ya maisha. Alisema kuwa shughuli nyingi za kijamii na kiuchumi zimesimama kutokana na hofu ya mashambulizi mapya. Masoko mengi yamefungwa, idadi kabisa ibada katika baadhi ya maeneo yamesitishwa, huku wafanyabiashara wakikosa ujasiri wa kufungua biashara zao kwa kufia usalama wao. Kwa mujibu wa msimamizi wa hali hiyo, imeongeza matatizo ya kiuchumi kwa familia nyingi ambazo tayari zilikuwa zikikabiliana na changamoto za vita na kuhama makazi. Alisema kwa wakulima wengi hawawezi tena kwenda mashambani kwa sababu ya hofu ya kushambuliwa, jambo linatishia uzalishaji wa chakula na kuongeza hatari ya njaa katika eneo hilo. Katika taarifa yake, Sami Kalonji Badibanga alitoa tuhuma nzito dhidi ya muungano wa makundi ya waasi unaoundwa na RDF, Red Tabara, FNL na Twirwaneho. Kwa mujibu wake, makundi hayo yanahusika na kiukaji mkubwa wa haki za binadamu katika maeneo ya milima ya juu na ya kati ya Fizi. Adai kwa vitendo vya kiukaji wa haki za binadamu yanaendelea kushuhudiwa katika maeneo mbalimbali, huku akaeleza kuwa aliyomeongeza mateso kwa wananchi ambao tayari wameathiriwa na vita kwa muda mrefu. Vilevile msimamizi alidai kuwa ndani ya safu za muungano huo wa waasi kuna wajeshi wa kutoka mataifa mengine hususan Kenya na Somalia. Hata hivyo kutoa ushahidi wa hadharani kudhibitisha madai hayo. Akizungumza kwa niaba ya gavana mkuu wa Kivu Kusini Jean-Jacques Purusi, Sami Kalonji Badibanga alitoa salamu za rambirambi kwa familia zote zilizopotezwa wapendwa wao kutokana na mashambulizi hayo. Alisema kwa viongozi wa mkoa wanaendelea kufuatilia kwa karibu wale wa usalama na kwamba juhudi zinaendelea kufanyika ili kurejesha amani katika eneo hilo. Katika hotuba yake, msimamizi alieleza kuwa anaunga mkono juhudi zinazofanywa na Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo katika kutafuta suluhisho la kurejesha amani mashariki mwa nchi kupitia njia mbalimbali za kisiasa, kidiplomasia na kijeshi. Pia alitoa salamu za kuwapongeza wanajeshi wa FARDC pamoja na wapiganaji wa Wazalendo wanaendelea kupambana katika maeneo ya mapigano. Aliwahimiza kuendelea kulinda mipaka ya taifa na maeneo yanayodhibitiwa na serikali licha ya mazingira magumu wanayokabiliana nayo. Aliwataka wananchi wa Fizi kuendelea kudumisha mshikamano na kuepuka vitendo vinavyoweza kuzidisha migawanyiko kati ya jamii. Alisema kwa vita ipaswi kuwa sababu ya kuchochea chuki za kikabila, ubaguzi au migawanyiko mingine ya kijamii. Badala yake alitaka wananchi kuendelea kuishi kwa amani, kuvumiliana na kushirikiana katika kukabiliana na changamoto zinazowakabili. Alihitimisha ujumbe wake Sami Kalonji Badibanga alitaka wakazi wa wilaya ya Fizi kutokata tamaa licha ya mazingira magumu wanayoyapitia. Alisema ni imani kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaweza kushinda changamoto za kiusalama na kurejesha amani katika maeneo yote yanayokumbwa na migogoro. Hadi sasa madai yaliyotolewa na msimamizi wa wilaya ya Fizi kuhusu kuhusika kwa mashambulizi yao pamoja na uwepo wa wanajeshi wa kigeni ndani ya makundi ya waasi hajathibitishwa na kutegemea na vyanzo huru. Wakati huo hali ya usalama katika maeneo ya milima ya juu ya Kivu Kusini endelea kuwa ya wasiwasi, huku maelfu ya wananchi wakihitaji ulinzi, msaada wa kibinadamu na kurejeshwa kwa amani ya kudumu. Msemaji wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Patrick Muyaya ametoa kauli kali kuhusu hali ya usalama katika eneo la Minembwe mkoani Kivu Kusini, akidai kuwa mashambulizi yanaendelea katika maeneo ya milima ya juu yamesababisha madhara makubwa kwa raia na yanakiuka sheria za kimataifa na za kibinadamu. Katika kauli yake, Patrick Muyaya alisema kuwa kile kinachoendelea Minembwe ni hali ambayo haiwezi kuvumiliwa tena, akisisitiza kuwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itaendelea kufuatilia kwa karibu matukio ya usalama yanayoripotiwa katika eneo hilo. Kwa mujibu wa msemaji wa serikali, Rwanda inadaiwa kutumia gari ya kubeba wagonjwa yaani ambulansi kusafirisha ndege zisizo na rubani maarufu kama drone ambazo baadaye hutumika kufanya mashambulizi katika maeneo ya milima ya juu ya Fizi ya Kivu Kusini. Patrick Muyaya alieleza kuwa ikiwa madai haya yatathibitishwa, hatua hiyo itakuwa ni ya kiukaji mkubwa wa sheria za kimataifa za kibinadamu na inaweza kuhesabiwa kuwa uhalifu wa kivita, kwa kuwa magari ya huduma ya afya yanapaswa kutumika kwa kazi za kibinadamu pekee na kulinda wakati wa migogoro ya kivita. Alisema kwa mujibu wa taarifa alizonazo, mashambulizi ya kutumia ndege zisizo na rubani yanafanyika karibu kila siku, huku akidai kwamba ndege hizo huondoka kutoka eneo la Rwanda kuelekea maeneo ya milima ya juu ya Kivu Kusini kwa lengo la kutekeleza mashambulizi ya maeneo mbalimbali. Patrick Muyaya aliendelea kuitaka Rwanda kuacha kile alichokiita matumizi ya swala la kijamii ya Banyamulenge kama hoja kulalisha hatua zake katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Kwa mujibu wake, hakuna sababu inaweza kulailisha nchi nyingine kuitangaza kuwa mlinzi wa jamii ambayo ni sehemu ya wananchi wa Kongo. Alisema jukumu la kulinda raia wa Kongo ni la taasisi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, si la taifa jingine. Katika mahojiano aliyofanya kupitia redio ya kimataifa RFI, Patrick Muyaya alisema kuwa hali ya Minembwe ni ya kusikitisha na kwamba wananchi wengi wanaendelea kuwa wahanga wa mashambulizi yanayoendelea kufanywa na makundi yenye silaha. Alidai kuwa serikali ya Rwanda pamoja na waasi wa M23 wanaendelea kushirikiana katika shughuli za kuchochea ukosefu wa usalama katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hata hivyo, madai hayo yamekuwa kikanushwa mara kwa mara na Rwanda, ambayo imekuwa ikipinga kuhusika moja kwa moja na operesheni za kijeshi ndani ya DRC. Patrick Muyaya alisema kuwa serikali ya Kongo itaendelea kuwasilisha kile anachokiona kuwa ushahidi wa kiukaji wa sheria za kimataifa mbele ya jumuiya ya kimataifa, wakitaka dunia kuendelea kufuatilia kwa karibu hali ya usalama katika mashariki mwa nchi. Alisema kuwa wananchi wa maeneo ya Minembwe na milima ya juu wanahitaji amani, ulinzi na msaada wa kibinadamu badala ya kuendelea kuishi katika mazingira ya vita na hofu. Alihitimisha ujumbe wake, msemaji wa serikali alitoa wito wa kuondolewa kwa vikosi vyote vya kigeni vinavyodaiwa kuwepo katika ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akisisitiza kwamba mamlaka ya nchi lazima yaheshimiwe. Kauli yake inahitimishwa kwa ujumbe mkali wa kisiasa, akisisitiza kuwa ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inapaswa kuheshimiwa na kwamba kwa mtazamo wa serikali ya Kinshasa, vikosi vya kigeni vinavyodaiwa kuhusika katika mzozo huo vinapaswa kuondoka nchini. Hadi sasa madai yaliyotolewa na Patrick Muyaya kuhusu matumizi ya ambulansi kusafirisha ndege zisizo na rubani pamoja na madai ya mashambulizi kutoka Rwanda hayajathibitishwa kwa kutegemea vyanzo huru. Serikali ya Rwanda imekuwa ikanusha mara kwa mara tuhuma zinazohusika moja kwa moja katika mashambulizi ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku migogoro ya usalama mashariki mwa nchi ikiendelea kuwa chanzo cha mvutano wa kidiplomasia kati ya mataifa hayo mawili. Bon, écoutez, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas parce que nous sommes engagés dans un processus de paix que nous ne devons pas répondre à notre devoir régalien de protection de nos populations. Sur Minembwe, on en parle beaucoup, mais il se passe des choses inacceptables à Minembwe. Je pourrais, évidemment, avec des images, vous partager des images où le Rwanda utilise les ambulances pour transporter des drones et faire des attaques en partant de l'utilisation des matériels médicaux. C'est une accusation grave. C'est une accusation qui est étayée. C'est un crime de guerre, pour vous donner une illustration. Et puis, Est-ce que cette accusation-là est portée à la médiation ? Ben, écoutez, évidemment, il existe des mécanismes qui rapportent évidemment tous les incidents sur le terrain qui se passent. Récemment, à Londres, il y a eu une réunion du comité conjoint de surveillance. Je crois que le 8 juillet prochain, il y aura une réunion du mécanisme conjoint de la gestion de l'accord de Washington, où toutes ces informations sont relayées. Et sur Minembwe, d'abord, il faut relever le fait que le Rwanda devrait cesser la stigmatisation d'une communauté congolaise. Parce que ce que nous vivons à Minembwe est totalement inacceptable. Au nom de quoi le président rwandais peut se présenter comme protecteur d'une communauté congolaise, se permettre de commettre des massacres, des tueries, sous le prétexte de protéger. C'est-à-dire que l'offensive de l'armée congolaise, notamment dans la zone des Minembwe, vous justifiez cette offensive par quoi ? Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui alors que vous êtes en négociation ? Je ne peux même pas parler d'offensive. Nous, pour la plupart, le plus souvent, nous sommes dans des actions défensives parce qu'il faut protéger nos populations. Je dois rappeler que dans la même province du Sud Kivu, vous avez vu l'invasion d'Uvira, qui a été organisé avec le commandement direct d'ailleurs des Kigali, en utilisant des bombes, en utilisant des drones kamikazes de manière avec sur de paisibles populations. Je n'ai pas besoin de rappeler ces chapitres qui est connu. Mais c'est que nous rappelons, et le président de la République l'a rappelé, c'est que nous voulons une paix. Nous ne voulons pas seulement une paix de factice, nous voulons une paix véritable. Et nous travaillons dans cet objectif. Mais en face de nous, nous avons un pays, nous avons un président avec sa cohorte des fils ou des supplétifs qui pensent maintenir les climats des terreurs sur le terrain.
Gavana wa kijeshi wa mkoa wa Ituri Jenerali Meja Gabi Kasongo Mulumba ametoa wito kwa wakazi wa mkoa wao kuendelea kushirikiana kwa karibu na vyombo vya ulinzi na usalama kwa kutoa taarifa kuhusu mtu yeyote au tukio lolote linalotilia shaka. Amesema ushirikiano wa wananchi ni nguzo muhimu katika juhudi za kurejesha amani na usalama katika Ituri ambayo kwa miaka kadhaa imekuwa ikikabiliwa na mashambulizi ya makundi yenye silaha. Jenerali Meja Gabi Kasongo Mulumba alitoa wito siku ya jana Jumapili mara baada ya kurejea kutoka mji Kisangani ambako alihudhuria mkutano wa usalama uliowakutanisha viongozi wa mikoa mbalimbali wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kukabiliwa na changamoto za kiusalama. Akizungumza na wananchi baada ya kurejea, gavana alisisitiza kuwa kila mwananchi ana jukumu la kushiriki katika kulinda usalama wa jamii yake kwa kutoa taarifa kwa wakati kwa vyombo husika kila anapoona mtu au kikundi tukio linaloweza kuhatarisha amani. Kwa mujibu wa gavana wa kijeshi, ushirikiano kati ya wananchi na vyombo vya usalama ni silaha muhimu katika kuwabaini wahalifu na kuzuia mashambulizi kabla hayajatokea. Aliongeza kwa taarifa zinazotolewa na wananchi mara nyingi zimekuwa zikisaidia vikosi vya usalama kupanga operesheni kwa ufanisi zaidi. Jenerali Kasongo alieleza kwa mkutano wa Kisangani uliongozwa na makamu waziri mkuu pia na waziri mkuu wa mambo ya ndani na usalama wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mkutano ule waleta pamoja viongozi wa mikoa mbalimbali inayokabiliwa na vitisho vya makundi yenye silaha ili kujadili namna ya kuimarisha usalama na kuongeza utaratibu wa operesheni za kijeshi. Kwa mujibu wake, viongozi hao walifanya tathmini ya hali ya usalama katika kila mkoa na kujadili changamoto zinazokwamisha juhudi za kurejesha amani na kukabiliana juu ya hatua mpya za kuimarisha mapambano dhidi ya makundi yenye silaha yanaendelea kusababisha vifo na uharibifu wa mali za wananchi. Alisema utekelezaji wa maamuzi yao unatarajiwa kuongoza ufanisi wa vikosi vya usalama vitakavyotekeleza operesheni katika maeneo mbalimbali mashariki mwa nchi. Katika ujumbe wake, gavana alitoa pia wito maalum kwa wakazi wa maeneo ya Irumu na Mambasa ambao ni miongoni mwa wilaya zilizoathirika zaidi na mashambulizi ya makundi yenye silaha. Aliwahimiza wananchi wa maeneo hayo kuendelea kushirikuwa na imani na jeshi la FARDC pamoja na vyombo vingine vya usalama, akisema kuwa serikali itaendelea kuchukua hatua zote muhimu ili kurejesha mamlaka ya dola katika maeneo yote yanayokabiliwa na machafuko. Jenerali Meja Kasongo Kabi Mulumba alisisitiza kuwa serikali ya mkoa itaendelea kushirikiana na serikali kuu pamoja na viongozi wa mikoa jirani ili kuhakikisha kuwa operesheni za usalama zinafanyika kwa utaratibu mzuri na kwamba vikundi vyote vyenye silaha havipati nafasi ya kuendelea kuhatarisha maisha ya wananchi. Mkoa wa Ituri umeendelea kuwa chini ya utawala wa kijeshi maarufu kama Etat de Siege tangu mwezi Mei mwaka 2021. Hatua ile ilianzishwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa lengo la kuimarisha mapambano dhidi ya makundi yenye silaha ambayo yamekuwa yakisababisha mauaji ya raia, utekaji nyara, uporaji na uharibifu wa mali katika maeneo mbalimbali ya mashariki mwa nchi. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kueleza kuimarisha kushirikiana kati ya wananchi, vyombo vya usalama na viongozi wa serikali miongoni mwa njia muhimu za kurejesha utulivu ya kudumu katika Ituri na maeneo mengine ya mashariki mwa nchi ambayo bado yanakabiliwa na changamoto za kiusalama. Ripoti mpya ya kikundi ya wataalamu wa Umoja wa Mataifa kuhusu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeeleza kuwa operesheni ya pamoja ya kijeshi Shujaa inayotekelezwa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kushirikiana na jeshi la Uganda UPDF dhidi ya waasi wa ADF imepata mafanikio katika baadhi ya maeneo, lakini bado hajafanikiwa kuwaondoa viongozi wakuu wa kundi hilo. Kwa mujibu wa ripoti hiyo iliyowasilishwa kwa kamati ya vikwazo vya Umoja wa Mataifa, operesheni mpya ilifanyika mwanzoni mwa mwaka 2016 zililenga ngome za ADF katika wilaya za Mambasa na Irumu, ikiwemo makao makuu ya kiongozi wa ADF Musa Baluku yaliyoshambuliwa tarehe 23 Februari mwaka huu. Ripoti inaeleza kuwa vikosi vya FARDC na UPDF vilikuwa kukamata vifaa vingi vya kijeshi ikiwemo zaidi ya kilo 200 za vipulizi, zaidi ya mabomu 100 ya kutengwa pamoja na bunduki kadhaa na AK4. Hata hivyo, viongozi wakuu wa ADF hawakukamatwa wala kuuawa, huku makundi hayo yakihamia maeneo ya msitu ya ndani zaidi kaskazini mashariki mwa Mombasa. Wataalamu wa Umoja wa Mataifa wanaeleza kuwa tangu kuanzishwa kwa operesheni Shujaa ya mwaka 2021, mashambulizi ya ADF yamekuwa yakisukuma kundi hilo kuhama maeneo mapya badala ya kumalizika kabisa. Aliongeza eneo la shughuli za ADF na kuendelea kuweka maisha ya raia katika hatari. Ripoti hii pia imebainisha changamoto zinazokwamisha operesheni hizo, zikiwemo ukosefu wa taarifa sahihi za kijasusi, matatizo ya uratibu wa operesheni pamoja na uhaba wa wanajeshi kutokana na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kushiriki katika mapigano dhidi ya waasi wa M23 mashariki mwa nchi. Wataalamu wanaeleza kuwa FARDC inaendelea kushirikiana na baadhi ya makundi ya wazalendo katika operesheni dhidi ya ADF katika maeneo ya Lubero na Mombasa. Ripoti hiyo imetaja taarifa ambazo hazijathibitishwa kikamilifu kuhusu kifo cha mmoja wa makamanda wa ADF, Muhammad Kasibante maarufu kama Defender, ambaye anadaiwa kufariki dunia kutokana na majeraha aliyopata wakati wa mapigano mwezi Machi mwaka huu.
Ripoti hii imechapishwa wakati ambako maeneo ya Beni, Mambasa na sehemu nyingine za Ituri yameendelea kushuhudia mashambulizi ya raia yanahusishwa na waasi wa ADF ambao wameongeza idadi ya watu wanaokimbia makazi yao na kuzidisha mgogoro wa kibinadamu katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa ujumla, wataalamu wa Umoja wa Mataifa wanaona kuwa licha ya mafanikio ya kijeshi yanayopatikana kupitia Operation Shujaa, bado kuna haja ya kuimarisha utaratibu, ukusanyaji wa taarifa za kijasusi na uwezo wa vikosi vya usalama ili kupunguza tishio la ADF na kuhakikisha usalama wa wananchi unarejea katika maeneo yaliyoathirika. Polisi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mkoa wa Katanga limeendesha operesheni kubwa ya usalama katika mtaa wa Luoshi ulioko katika wilaya Komini Annexe jijini Lubumbashi, ikiwa ni sehemu za juhudi za kupambana na ongezeko la uhalifu wa mijini pamoja na makundi ya vijana wanaotumia kujihusisha na vitendo vya vurugu. Operesheni ilifanyika siku ya jana Jumapili kwa ushirikiano kati ya polisi wa taifa na jeshi la FARDC kupitia kanda ya 22 ya kijeshi. Kwa mujibu wa msemaji wa polisi katika mkoa wa Katanga, Meja Charles Esperanto Bin Luamba, operesheni ilifanikisha kukamatwa kwa zaidi ya watu 100 wanashukiwa kuhusika katika vitendo vinavyohatarisha usalama wa wananchi. Akizungumza baada ya operesheni hiyo, Meja Bin Luamba alisema kuwa lengo lilikuwa ni kuwabaini watu wanaotumia kujihusisha na uhalifu pamoja na kurejesha utulivu katika maeneo ambayo yamekuwa kikumbwa na vitendo vya ujambazi na vurugu. Operesheni hii ni ya ukaguzi maalum ilifanyika kwa ushirikiano na jeshi la FARDC kupitia kanda 22 ya kijeshi, inawezesha kuwakamata watu takribani watu 100 wanaoshukiwa kuhusika katika vitendo vya ukosefu wa usalama. Wakati wa operesheni hiyo tulikamata pia mapanga kadhaa pamoja na mabomu yenye vinywaji vikali vya pombe. Baadhi waliokamatwa ambao wanadaiwa kuwa wanachama wa chama cha kisiasa walikuwa wakitoza fedha wananchi na madereva wa magari kinyume cha sheria, alisema msemaji huyo wa polisi. Kwa mujibu wa polisi, operesheni hiyo pia ilisaidia kukusanya silaha mbalimbali za jadi, hususan mapanga ambao wanaaminika kutumika katika mashambulizi ya kihalifu. Vile vile kiasi cha pombe kilikamatwa kutokana na baadhi ya watu wanaokutwa katika eneo hilo. Maafisa wa usalama wanaamini kuwa matumizi ya pombe kupita kiasi yamekuwa kichangia kuongezeka kwa vitendo vya uhalifu vinavyoendelezwa na makundi yenye silaha katika baadhi ya maeneo ya Lubumbashi. Operesheni hiyo ni sehemu ya kampeni inaendelea na polisi ya kurejesha usalama katika jiji la Lubumbashi, ambalo kwa miezi hivi karibuni limekuwa likishuhudia ongezeko la matukio ya ujambazi, uporaji wa kutumia nguvu na vitendo vingine vya uhalifu vinavyohusishwa na makundi ya vijana. Kwa upande wake, kamishna mkuu wa polisi wa mkoa wa Katanga, General Blaise Kalimbalimba, alisema kuwa operesheni hizo zitaendelea kufanyika katika mtaa yote inayotambuliwa kuwa kiwango kikubwa cha uhalifu. Alisema lengo la operesheni hizo ni kuvunja mitandao ya uhalifu, kuimarisha usalama wakazi wa Lubumbashi na kuhakikisha wananchi waendelea na shughuli zao za kila siku katika mazingira ya utulivu na amani. Mamlaka za usalama zimewataka pia wananchi kuendelea kushirikiana na polisi kwa kutoa taarifa kuhusu watu wa shughuli zozote zinazoweza kuhatarisha usalama wa jamii, wakisema kuwa ushirikiano kati ya wananchi na vyombo vya dola ni muhimu katika mapambano dhidi ya uhalifu. Na ni hapo ndipo tunafika mwisho wa taarifa yetu ya mchana leo kupitia Kivu News Info ambayo ilikuwa ikisomwa na mimi Eloge Lulonga. Asanteni sana kwa kuwa nasi katika matangazo yetu ya mchana leo kwa tarehe 6 Julai mwaka 2026, ambako tumekuleteni taarifa mbalimbali kutoka maeneo tofauti, zikiwemo habari za usalama, siasa na hali ya binadamu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ukanda mzima wa maziwa makuu. Tunaendelea kukumbusha kwa Kivu News Info itabaki kuwa sauti ya ukweli, umakini na wajibikaji katika kuletea habari sahihi kwa wakati. Basi endelea kufuatilia kupitia majukwaa yetu mbalimbali kwa taarifa mpya na mara zitakapojiri. Mimi ni Eloge Lulonga na kuaga na amani na kutakia mchana mwema na wenye salama na vile vile na mafanikio katika shughuli zako za kila siku. Basi bye bye na chano, tutane tena katika matangazo yetu ya jioni kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu.